Na mtazamaji, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba kuna moja kati ya videos ambazo hii bwana ni video ya connection ambayo inamhusu moja kati ya vijana ambao huyu vijana bwana tumepata uhakika kwamba sasa hivi kumbe ni raia wa nchi ya South Africa, yani Afrika ya Kusini. Huyu bwana ni kijana wa Kizulu kutoka kwa Madiba kule South Africa, ambapo hizi video ambazo zimesambaza connection bwana, ambapo tulikuwa tunajua kwamba ni yeye mwenyewe bwana amejitokeza kwa ajili ya kuzungumza na kuweka swala hilo bayana, na tuko hapa na video za ushahidi yeye mwenyewe akiwa analizungumzia swala hilo. Kwa kifupi ni kwamba huyu kijana ambaye ana umri wa miaka 15 ambaye amepata umaarufu sana huko mitandaoni, na sababu kubwa ya yeye kupata umaarufu bwana ni sakata zima la zile video za connection ambazo zimesambaa mtandaoni zinazomhusisha yeye na mwalimu wake wa kike mwenye umri wa miaka 33 kwenda viral. Na kijana huyu bwana, watu wengi sana wamebaki mdomo wazi kushangaa kwamba mbona kijana ni mdogo, umri wake miaka 15, na imekuwaje mwalimu ameamua kuingia katika mahusiano na mwanafunzi wake tena kwenye umri mdogo kiasi hicho. Kwanza kabisa kama inavyoeleweka ni kwamba katika utamaduni wa Kiafrika kwa kawaida ni kwamba mwanaume lazima awe umri wake kidogo uko juu, alafu mwanamke umri wa chini, hivyo ndo kapo inakuaga. Lakini pia vile vile kuna boundaries kati ya mwalimu na mwanafunzi, na kwa kawaida huaga tunaonaga kwamba walimu wa kiume ndo huaga wanasumbua watoto wa kike ambao ni wanafunzi wao. Lakini this time around hiki kilichoonekana kwamba mwalimu wa kike ameamua kuingia katika mahusiano na mwanafunzi wake wa kiume mwenye umri mdogo sana kutoka kwake, ni kitu ambacho kiukweli kimewaacha watu wengi sana mdomo wazi. Lakini ukiachana na issue ya kuacha watu mdomo wazi, ni kitu pia ambacho kimempa huyu kijana umaarufu wa hali ya juu, kwa sababu hili tukio bwana limewashangaza wengi. Na ikapelekea wadau mbalimbali kumbatiza huyu kijana kwamba ni mtoto wa Baltazari Ebang Gonga, mmoja kati ya viongozi kutoka kule Guinea Equatorial, ambaye naye pia alitrend sana Afrika nzima na almost duniani kwa issue ya yeye kutrendi kwa kuvujisha video ambazo zilikuwa zinamuonyesha akiwa anashiriki mahusiano au akiwa anashiriki mapenzi na wanadada tofauti tofauti katika jamii inayomzunguka. Yani wafanyakazi wenzie, wake wa viongozi, wake wa wachungaji, wake wa marafiki wa mkewe, pamoja na watu wengine kibao tofauti tofauti. Lakini pia baada ya hayo yote ni kwamba kijana huyu naye pia alivyokuja kumeke headline, ndipo ikapelekea watu kumuita kwamba yeye pia ni mtoto wa Baltazari Ebang Gonga, kutokana na hiyo situation ambayo nimetoka kukuelezea. Lakini at the end of the day ni kwamba kijana ambaye amekuwa akisambaa sana katika picha mbalimbali huko mtandaoni, tumegundua kwamba yeye ni mwanafunzi, ni dancer, umri wake kweli ndo huo miaka 15, lakini yeye mwenyewe amekuja kulizungumzia swala hilo kupitia ukurasa wake wa Instagram, na page nyingine tofauti tofauti zimeposti kuhusiana na kile alichokizungumza huyu kijana kama reaction yake baada ya video hizo kusambaa. Ni kwamba kijana bwana ameamua kukanusha vikali kwamba yule anayeonekana katika zile video si yeye bali ni mtu mwingine. Kwanza kabisa hata majina hayafanani, na amejitambulisha jina lake la Kizulu halifanani na mtu ambaye au mwanafunzi ambaye ameonekana huko mtandaoni. Kwa mujibu wake yeye anadai kama vile ni misunderstanding, watu wamevuruga kidogo picha za hapa na pale, picha zake zimeenda viral, lakini yule si yeye. So kijana hapa bwana amejielezea, na of course unajua tena hii ni South Africa, kwa hiyo ameongea Kizulu, lakini pia kwa asilimia kubwa zaidi amejielezea kwa lugha ya Kiingereza. Nataka umsikilize kidogo. Apparently I'm lost, but I cannot dance. Guys, apparently I'm lost, but I cannot dance. I cannot dance. So there's this rumors, more social media. But I'm not good to the funny part. West part, I don't know.
or wherever the place is. Ya, kijana hapa anasema kwamba hizo video kwanza kabisa hajui zimetokea wapi na wala hajui zimetokea nchi gani, lakini hizo ni rumors na yeye hausiani nazo. I'm located in Pretoria. So people are busy saying. Anadai kwamba yeye bwana anaishi Pretoria, lakini hizo video zilipotokea hilo tukio yeye hajui. Yeye anaishi Pretoria, South Africa. Denzel Mhlongo. My name is not Denzel. My name is Ofense Hlachwayo. Anasema kwamba muhusika katika zile video anaitwa Denzel, lakini yeye anaitwa Mufwenze. Akaendelea hapo jina la mbele gumu la Kizulu. Not Denzel Mhlongo. And like guys, my name is Ofense Hlachwayo. Not Denzel Mhlongo. And like guys, please stop these allegations and all that. Na hapo amesema kwamba guys, please stop these allegations and all that, akiwa anamaanisha kwamba watu inatakiwa waache kuzusha hivi vitu kumuhusu yeye. Because like I don't like them, honestly speaking, because people are busy texting me. Anadai kwamba yeye hizo allegation, yani hizo habari za uzushi kumuhusu yeye, kiukweli yeye hazipendi. Maana watu wengi sana wamekuwa wakimtumia message na ujumbe mbalimbali kuhusiana na kumshutumu kwamba yeye amehusika katika hizo video, lakini si hivyo. Making videos about me that Flexi, that's unlike him. How can I live in Let's Play then get in this Kolomus into? Think wisely, guys. Think wisely. There's no ways. Guys, I've heard. Yeah, so mwishoni hapo amesema kwamba think wisely guys, akiwa anamaanisha kwamba anaomba watu bwana wafikirie vitu kwa busara zaidi. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Page mbalimbali pia hapa Tanzania bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba bwana dogo wa miaka 15 akana tuhuma za kujihusisha kimapenzi na mwalimu wake. Page nyingine hii hapa wamekuja wameandika the same thing kwamba kijana anayeshutumiwa kuhusishwa na video za utupu na kudaiwa kuwa mwalimu wake akiwa yuko na mwalimu wake amekana kuhusika na video hizo na kusema kwamba picha hizo ni za mtu mwingine kabisa, zinasambazwa tu, ambazo zinadaiwa kuwa ni mwalimu wake, ni mama yake mzazi. Kuna mwingine wakaendelea hapa kusema kwamba bwana kutoka kwake huyu jamaa bwana ukimwangalia kwa jicho la rohoni ni kama vile mix by Yasi hivi, alafu hana mbavu na mrefu kumzidi jamaa alionekana kwenye zile video. Kwa kuna wadau hapa wamekuja wametoa kama vile ushahidi kwamba ukimwangalia huyu jamaa ni kama vile mix by Yasi, huyu dogo ambaye anajielezea hapa. Kwa hiyo zile makeke yale ya yule kijana mwingine kule chumbani inawezekana akawa si yeye. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update.